weka baina ya wao wawili. Tukisalia kwenye masala ya elimu, ni kwamba serikali iliwahakikishia wanafunzi kwamba ufadhili wa elimu ya juu utaendelea bila kukwama, huku bodi ya mikopo ya elimu ya juu sasa ikiwataka wanaodaiwa kulipa madeni yao. Afisa mkuu mtendaji wa bodi ya HELB, Geoffrey Monari, amesema kwamba bodi hiyo imejiandaa kugharamikia mahitaji ya wanafunzi wa vyuo vikuu na vile vya TVET kwenye muhula huu wa masomo. Hata hivyo, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Mary Mwoki, baadhi ya wanafunzi bado wamekwama nyumbani wakisubiri ufadhili huo. Isaac Muhia ni mwanafunzi wa chuo cha kiufundi cha PC Kinyanjui iliyoko Dagoreti. Kwa mwaka mmoja amekuwa akisubiri pesa za kugharamia masomo yake, ila fedha kutoka kwa serikali imechelewa. Wanafunzi hawaruhusiwi wengine kuingia kwa class kama hana fee card. Kuanzia hii wiki tunaenda kuregister SIDAC. Lakini cha kushangaza ni kwamba tumeambiwa kama haujakilia pesa, hakuna vile utaruhusiwa kukalia mtihani. Hali kama hii pia inamkumba Anthony Okeyo ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Egerton. Amechoka kusubiri mgao wa fedha kutoka bodi ya HELB. I had applied HELB for the first academic year. I didn't receive the HELB. As we now we are closer to the deadline of the portal, in which the portal will be closed in the next 1 week to come. It will now force me to be discontinued or to take a step for this. Ila sasa usimamizi wa bodi hiyo ya ufadhili wa elimu ya juu inasema imetimiza wajibu wake. Takwimu zinaonyesha kuwa shilingi bilioni 20 zimetolewa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu na bilioni 7.9 kwa wanafunzi wa TVET. Currently we don't have any problem. As we go to second semester, we will have already gotten money through supplementary to cater for any shortfall that now, because we now know the number of students. So we are on track. Aidha, serikali imesisitiza kwamba hakuna mwanafunzi anayepaswa kuzuiwa kuendelea na masomo. And we have discussed with vice chancellors that if there is money that we have not sent, and we usually have it on our portal, we will be able to. We have given assurance to the universities that money will be paid, and no student should be asked to go home or not to do exams because HELB or the university's fund has not sent either the loan or scholarship. As a government, we are doing everything possible to ensure that our students who come to the universities are supported by government. And as I continue saying, no student who deserves to be in the university and who needs to be in the university will miss. Swala la wanafunzi kukwepa kulipa HELB pia limeibuka, huku 67% pekee ya waliofaidika awali ndio wanaolipia mikopo yao, 33% wakikosa kutoa malipo. Mary Mwoki, Runinga ya Citizen. Na